Yesu Kristo asifiwe. Shalom, shalom, shalom. Ndugu katika Bwana, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni mjakazi wa Bwana aliye hai. Hiyo ni melody yetu ya kwaya yetu. Nafurahi sana kuwa tena hapa kwa muda kama kwa siku kama ya leo. Namshukuru Bwana majeshi Yesu Kristo aliye hai. Na leo nimekuja kuongea na wale ambao bado wanapinga mapambo ni dhambi. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu ambacho alinifunulia, kwa nini hao wanawake inakuwa vigumu kwao kuacha mapambo, kuacha mavazi ya aibu. Kuna jambo ambalo Roho Bwana amenifunulia kwa sababu kubwa ambayo itasababisha wanawake ambao wamegangania mapambo kushindwa kubadilika. Ni kitu ambacho wengi hapo nyuma tulikifanya na tukafikiria tu katika njia sahihi, tukajiona labda tunamjua Mungu sana, kumbe tulikuwa kinyume. Amen. Bwana Yesu, ninakukaribisha mahali hapa. Ninaomba Bwana unisaidie, uniwezeshe, utawale akili, mawazo yangu, kinywa changu katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana Yesu Kristo mtakatifu, Mungu aliye hai, useme na moyo wa mwanamke huyu Bwana, ukapate kumsaidia, maana hataweza bila wewe. Maana mengi tunayofundishwa yanakuwa ni vigumu kuyaelewa na kuyakubali. Lakini Bwana, wewe ambaye unabadilisha moyo wa mwanadamu, unayeponda moyo wa mwanadamu, ninaomba Bwana uingilie kati. Kupitia haya mafunuo, kupitia mafundisho ya wanawake, acha wanawake hao wapate kubadilika, ili siku moja Mungu apate kukulaki. Ili siku moja Bwana tupate kukulaki, tunyakuliwe na wewe. Ondoa roho zote za viburi, za kutokupenda, maonyo ya kusikia katika jina la Yesu. Ninaomba ujitukuze na kuonekana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Wale ningetaka nikuoneshe pia uvaaji mwingine wa kitambaa. Sona kama hivi. Unaweza kujitandia kama hivi. Haleluya. Au acha nisimame kidogo. Naona gauni langu ya kumwanga. Naona inajachia. Hai pia nakuwa na kamba lakini sivagi. Kwa sababu kamba yake nayo pia inaonesha inakuwa inakuta humbo la nyuma linaonekana vibaya. Yes. Sasa unaweza ukajifunga hivi pia. Nayo ni vizuri mbele ya macho ya Bwana kujitandia. Sasa wewe ambao unajitandia, usimhukumu ambaye anajifunga hivi. Ambao unajifunga hivi, usimhukumu ambaye anajitandia. Nyinyi wote mkingaliki sawa mbele ya macho ya Mungu. Hakuna ambaye anakosea. Makosa inakuaga haya. Acha niwaoneshe makosa ambayo tunafanyaga kama wanawake tunapofunga vitambaa vyetu. So kuna ile makosa madogo madogo ambayo tunayafanya ambao kabisa ukikuwa viwango vya juu vya kiroho, maana viwango vinatofautishana na viko tofauti sana. Au ukikuwa kwenye kanisa nzuri yenye elimu ya kiroho, elimu nzuri kabisa ambaye inaelewa neno la Mungu, hauwezi kuwa unafunga vitambaa ovyo ovyo. Haleluya. Utakuta kabisa ukifunga kitambaa moja style unaona hata hauko sawa, ukuta tu roho yenyewe inakushuhudia umefunga kitambaa vibaya. Roho Mtakatifu ataanza kushtaki, Roho Bwana ataanza kukuhukumu moyoni mwako. Ndio maana hata mtu afike tu kutenda dhambi, hata kama hajui hiyo kitu ni dhambi, anasikiaga uzito, ugumu. Bwana Yesu atusaidie. So kuna mambo mengine unaweza kufanya unasikia kuna vita ndani ya moyo. So ndio maana mtu anapoongezeka viwango vya rohoni, kufunga kwake kitambaa na mtu ambaye ni mchanga na kwa tofauti. Watu ambao wana roho Mungu lakini bado kichanga kiroho, hii ndio kufunga kwa kitambaa. Unaona kufunga kwao, watakupigia za hivi. Nafunga niko nafunga na Biblia. So watafanya hivi. Wataendelea kufanya, unaona? Watafanya hivyo hivyo.
Unaona hivyo, unaona hivi ndo wengine wanafunga kitambaa hivi. Sasa mimi nafunga tu ya haraka haraka, na utakuta mtu yuko hivi na anajiona yuko sasa, lakini apofunga hivi mara yuko na kwa kale karoka moja ambaka atamwingia mwanamke, karoka kujiona yeye ndo mrembo kwa mabinti wenzake, kwa mama wenzake. So kwa mtu kabisa ambaye ameshaelewa neno la Mungu na ambaye anaishi maisha matakatifu, hii hauwezi kuona nafunga hivi. Yaani kuna hukumu fulani inaingia ndani ya mtu. Lakini wale wachanga kiroho ambao anaweza kuwa kweli ni Mkristo, ajipambagi, lakini unakuta anafunga kitambaa hivi, utajua tu huyu hayuko sawa. Maana maandiko matakatifu yanasema tutawatambua kwa matendo. So unajuaga tu huyu. Kuna kalugha huwa tunapenda kutumia sana Wakongomani, zaidi sana sisi wa hizi ngambo za Fizi, kwa sema mtinyani. Kwa ndugu zetu Wabembe wao wanatumia aka kadada ni kamtinyani haka. Yaani ni dada ka kicheche kicheche, kabinti kicheche kicheche, kauni ambao kamejificha ndani ya kwaya. Bwana Yesu atusaidie. So kuna kufunga ya hivyo, mastaili za hivyo. Na pia kuna zingine ambayo wanawake pia unakuta wanapenda kujifunga funga sana. Unakuta anafunga hivi, alafu mwishowe anakuja kuliweka eti hivi. Unaona utakuta anafunga hivyo. Sasa mimi nafunga vya haraka, yeye sasa ataweka vizuri kabisa. Hapa kuna kosa vile kaliua, alafu kangine kanabaki hivi. Unakuta na kwa kuwa eti Yesu, yale tumetoka mbali jamani. Unakuta yuko tu hivi. Sasa nani alikwambia eti uweke hichi kitu mbele? Kwa nini kisiende nyuma? Sasa unakuta yuko tu hivi. Sifiwe Bwana, kwa kuwa yu mwema. Kwa mwingine jamani, utajua tu ni wale wenzetu vicheche ambao kwa huruma za Bwana au kwa maombi ya wazazi wao, kwa maombi ya watakatifu wa Mungu yakamkokota, lakini utajua tu bado hajawa sawa. Yani kwa njia ya mojawapo njia ya maanguko. Na ukiona mwanamke alikuwa vizuri, lakini ameanza tule tu mastaili tu vitambaa, najua tayari ameanza kupunguza upendo wake kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. So ni bora unajitandia. Tandia tu simple. Ongea sawa, kujitandia ni kwa mama? Hapana. Kujitandia ni sio kwa mama, hapana. Haleluya. Jitandia tu simple kawaida hivi ni vizuri. Bwana Yesu atusaidie. Ni vizuri jitandia tu zako hivi kawaida. Na unatembea na unaonekana vizuri. Haleluya. Zaidi sana unaweza kuwa na nguo hata ile ambayo imeshuka kidogo, unakutanga mtandio na kustiri kokote, unakufunika vizuri sana. Bwana Yesu atusaidie. Haya ni machache ambayo kwa pia naongezea. Na kuna mafuta. Haya mafuta kama unayo kwako ya mgando ni mazuri, sio mabaya. Sio kajipaka hayo. Lakini kuna haya mengine na mimi nilikuwa sijasoma, na maana ni vizuri unaponunua mafuta yaangalia haya mafuta kama unayo. Haya yanachubua ngozi. Mimi ni mafuta ambayo nilikuwa najipaka, lakini nimekuja kusoma vizuri, kuja kuyaona haya sio mafuta mazuri. Kama unayo hivi vikopo virefu ambayo Roho wa Bwana anakubali, ni kile kikopo kifupi. Haya hapa, unaona haya ndio Roho wa Bwana anakubali. Na kweli ukisoma maneno ambayo yameandikwa huku, vitu ambavyo vimechangwa humo zaidi sana hapa kwenye maandishi na haya, kuna utofauti. Yaani kuna vitu ambavyo vimeongezwa humu ambavyo hayamo kwa haya hapa. Ndio maana ukijipaka, nimeweza kujipaka mafuta 2015 au 14 kama sijakosea, so yana muda mrefu. Wakati nilipokea Roho wa Bwana ndio wakati nilianza kujipaka mafuta, na sikujuaga hata Roho wa Bwana kuniambia kama ni mafuta mazuri. Mimi mwenyewe tu nijisikiaga tu nianze kujipaka nayo. So yana miaka nilikuwa najipaka. Lakini wakati naanza kubadilisha haya, kwa sababu haya ni mengi tena makubwa, jungo zangu ikawegena kutakata, nikaanza kuona naanza kutakata. Nilipokuja kuyafuatilia, kumbe muko hemo wanaweza hydroquinone. So lakini ni mwingine mwenza classes kama yanachubua kisirisiri, auza hata ukajua.
Unaona vizuri, tumia haya. Yako Afrika, ambao mko Afrika mafuta utayaona tena yako bei chini sana. Haya hayachubui, yanaacha ngozi yako vile vile, na hata Roho wa Bwana aliyadhibitisha. Amen. Lakini haya sio mafuta. Kama niliwahi kukuambia haya, hapana, yatupe. Haya yanachubua ngozi. Labda kama una ngozi ngumu, lakini mimi kwangu kwa siwa ngozi ya teke ambaye kawaye kutakata, nilikuwa naanza kuwa mweupe sana. Kumbe ni wakati nilipoyafuatilia nikagundua ni yeyo. Lazima tuwe makini. Sio ya kuchubua, lakini pia mmechangwa kidogo ile ya kukuchubua, na lazima tuepuke kila kitu ambacho kinaweza kutuzuia tusiingie kwenye ufalme wa mbingu. Ndio maana vizuri kununua mafuta yasome kabisa. Soma wameweka nini humo. Haleluya. Kuna pia binti mmoja aliniambia kwamba walikufika mahali wakatengenezewa vanilla. Kumbe hiyo vanilla ilipoisoma, mnaochangiwaga na kuitengeneza hiyo vanilla wao wanachanga pombe ndani. Sasa alikuwa tayari ameshaitumia, sasa akakuja kujutia baadaye. Ndio ile mambo ya ice cream. So kuna wazi moja vanilla ili iwe vanilla ni lazima muwekwe nusu ya pombe. Sasa wengapi tumekula mavanilla, yaani watu washakunywa pombe bila wao kujua. Kuna watu wanakula manguruwe, vyakula mbalimbali bila wao kujua, kwa sababu hatusomagi sana nini kimechangwa humo. So Bwana apate kutusaidia, maana ibilisi yuko anatafuta kuwateka watakatifu kwa kila njia ile. Maana ni vizuri kuongozwa na Roho wa Mungu ili apate kutusaidia. Unaweza kuwa uko nabii, una Roho Mtakatifu, lakini hauko rafiki. Roho haujui gisi gani ya kujadili na Bwana, kuongea na Mungu. Na mata kwa hata kanisani, nabii anapofurikwa yeye sana, anajiona yeye tu, lakini haoni mioyo ya watu wengine. Hajali na watu wengine kama je nao wako sawa. Kwa sababu unakuta wewe tayari umeshafungua moyo wako umepokea, lakini kuna wenzako ambao bado hawajapokea. Acha na wao waombe na wao wapokee. Tusione ile roho ya kujipendelea. Acha tu nitabiri, unakuta wenzako wamemimina mioyo yao kwa Bwana, waombe nao wapokee, lakini kwa sababu wewe tayari ushapokea, unataka sasa uwe nakatikizia watu njiani juu tu utoe unabii. Hapana. Kama watu bado wanaomba, wamemimina mioyo yao kwa Bwana, waache watu waombe. Haleluya. Ndio maana ukiona hata mimi kwenye live napoombea mtu, ni mara chache sana nianze na unabii. Unless Roho wa Bwana mwenyewe amependa iwe hivyo. Lakini mara nyingi naanzaga na maombi, tamuuliza tuombe hitaji lipi? Nimuombe huyo mtu kwanza, niombe kweli mpaka nisikie koromeo kuuma, ndio ujumbe wake ushuke baadaye. Lakini katikati tu dakika moja, hapana. Lazima tuwe na mioyo ya kukumbuka wengine, ya kujali wengine. Haleluya. Tusiwe watu wa kujipendelea. Hata nabii usiwe mtu wa kujipendelea wewe tu. Bwana Yesu atusaidie. Hayo ndo nilikuwa kwanza napenda niongeze, lakini nakuja kuongea na wanawake ambao mnakataa kuacha mapambo. Haya ndio ambao Roho wa Bwana amenifunulia. Kwa nini mnashindwa kuyaacha au mapambo, na kwa sababu gani hamtaingia kwenye ufalme wa mbingu? Haleluya. Nitaanza na ile andiko. Tutakwenda kusoma Mezali 16. Haleluya. Mezali 16 na mstari wake 16, mstari wake wa ngapi hapa? Mstari wake wa 25. Nasoma kwa jina la Bwana majeshi. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Haleluya. So unaweza ukafikiria hivyo ulivyo na makeup yako na mawigi zako na rasta zako, au na hivyo visuko vyako, ukafikiria huko sawa machoni pa Bwana, lakini huko sawa. Mungu alipokuumba, wakati ulipozaliwa, ulizaliwa na sukwa? Ulizaliwa umevalishwa wigi au umetobolewa masikio? Hayo yote ni mambo ya kujiuliza. Bwana alipotuumba alituumba tumekamilika na alifurahi. Haleluya. So unapokuwa unajiongezea vitu vingine, ni dhambi mbele ya macho ya Bwana majeshi Yesu Kristo. Bwana alikuja kunifunulia siku moja, ni huu mwezi uliopita, mwezi wa 10, nikakuja kuona mamangu mzazi alikuwa anapewa ma certificate, na hizi hazikuwa rahisi watu kuzipata. Ilikuwa kwa wale ambao, yani kuipata hiyo certificate ilikuwa inaandikwa
unyenyekevu na uvumilivu. Kuipata ilikuwa rahisi. Ilikuwa napata, unaweza kukuta ni watu wengi, lakini ambaye ataipata hiyo ni mmoja kati ya kundi la watu wengi. Haikuwa rahisi. Sasa akakuja mara kwanza akatumiwa, yani anairusha juu, ambaye ataipokea basi ndio ambaye amepata hivyo. Wengine wote mnakosa. Ilikuwa ni kuipigania. Sasa akakuja safari ya pili. Nikaona kumekuja mkaka na dada. Walikuwa ni mimi na mke. Sasa huyo dada, mke wa huyo kaka, alikuwa amejipodoa yake yote. Tukakosa ile, tumeshtua kumuona huyu vipi. Akaanza, msinione nimejipamba hivi, mimi namjua Mungu, nimeokoka mimi. Lakini naye hakupataga hiyo certificate ambayo mama alikuwa anairusha ya unyenyekevu na uvumilivu, ambaye alipataga alikuwa ni mume wake. Yeye naye pia alikosaga. Sasa wakati nilipoamka nikaanza kutafakari, ndo Bwana akaanza kuniambia wanawake wengi wanaojipamba, kitu ambacho kinasababisha waache na wakubali kama kweli mapambo ni zamani, kwa sababu tayari wengi wao wamezaliwa kwenye wokovu, wameishi maisha ya wokovu, japo wanajipamba, na wengine wameolewa, ni mabikira, wametunza ubikira wao. Sasa kumwambia kama mapambo itampeleka motoni sio rahisi yeye kuamini, kwa sababu anaotaga ndoto. Huyo dada anaonaga maono na ana macho ya kiroho, akiomba anaoneshiwa vitu na vinatokea. Hiyo ni kitu ambacho kimepambaza wengi, wava mawigi, wava masuruali, wanawake wa kujipodoa, kukosa kuelewa mapenzi ya Mungu kwao ni nini. Bwana Yesu Kristo atusaidie. Yani nilifaa kuona yule kwenye maono vile kisa alikuwa amejipamba, ilikuwa ni hatari. Lakini alikuwa na mume ambaye anamtafuta Mungu, na yeye pia alikuwa anajiaminisha ameokoka. Watu wasione tu kwa sababu amejipamba, yeye anamjua Mungu. Sasa wengi wamejiaminisha ndani ya mioyo yao kwamba wanamjua Mungu, lakini bado kwa sababu gani? Wanafunuliwaga vitu na wanaona kwenye maono wanapigana na adui na wanamshinda. Sasa mtu kama ukienda kumwambia mapambo yatakupeleka motoni, atakwambia mbona mimi naotaga ndoto ninapiga wachawi? Mbona naonaga maono ninaombea watu na wanapona? Sasa mbona Mungu hajawahi kunifunulia kama mapambo atanipeleka jehanamu, na wakati mimi kwenye maono kila wakati naonaga niko mshindi? Lakini anashindwa kuelewa kwa pia kwenye maono kuna wakati anajiona kwenye mavazi matakatifu. Hata wamoja wao anakuja anakuambia, dada, nimeona kwenye maono umevaa vazi nyeupe nzuri na kitambaa cheupe kizuri, ulikuwa ujipambe. Wenyewe wao wanajishikisha tena kwenye maono yao. Na watakwambia ulikuwa umependeza kwenye maono, ulikuwa umevaa vazi nyeupe, kanzu nyeupe, gauni nyeupe na kitambaa cheupe kizuri. Lakini kwenye ulimwengu wa roho akiona mtu anavaa hiyo gauni nyeupe na kitambaa cheupe, wanasema ni mshamba. Unagisi shetani anavyoteka akili zao na kuwachanganya. Haleluya. Ndio maana hii Methali 16 na mstari wake wa 25 inakuambia kwamba wewe mwanamke ambao umegangania mabangili, umegangania rangi za mikononi, miguuni, vipodozi vyovyote, maongezo yoyote, kuchubua ngozi, visuko vyovyote ambavyo bado umegangania, ni ubatili. Usione kwa sababu unafunuliwa vitu na Mungu, unaonaga maono ukajidanganya ukaona kama kweli uko sahihi. Hapana. Maandiko matakatifu yako wazi. Wewe ambao unachubua ngozi, ujue kwamba hautaurithi ufalme wa mbingu, kwa sababu tayari umepingana na maandiko matakatifu. Tutahukumiwa kwa neno la Mungu na sio kwa mandoto na maono. Haleluya. Na sio kwa mashuhuda, mbali kwa neno la Mungu liliye hai. Mungu wetu Yesu Kristo ni neno na atatuhukumu kupitia neno lake. Hatutahukumiwa kwa mandoto kwa sababu ni mbona ninaotaga ndoto ninashindaga, mbona ninaotaga ndoto. Hata wote ndoto za aje, hata wote ndoto umeingia mbinguni, ulioneshwa mbingu, kama haujaacha mapambo hauwezi ukarithi ufalme wa mbingu. Kuja kuoneshwa wanawake wa kujipamba na ugumu wana kitu ambacho kitawafanya washindwe kuingia katika ufalme wa mbingu, ni kwa sababu wameona njia yao wao iko kamilifu. Njia yao wao ni nzuri.
wenyewe wanajiongoza kwa akili zao na kwa hisia zao na sio kwa neno la Mungu. Kwa sababu ingekuwa kweli wanaongozwa na neno la Mungu, mwanamke yoyote ambaye anaongozwa na neno la Mungu, ambaye ameumimina moyo wake kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ni lazima Mungu huwa anamrekebisha kwa vile ambavyo vitamfanya yeye akose ufalme wa mbingu. Na ndio ukiona mwanamke anakuambia nimeenda mbinguni, nimeona sijui mbingu, nimeona Bwana Yesu, nikaona wa Elia, wa Yohana, na bado yuko vile vile hajabadilika, huyo hakufika mbinguni, ni maono tu za akili yake. Yoyote aliyokutanana na Bwana Yesu Kristo ni lazima Bwana huwa anambadilisha, na Bwana huwa anamfunulia maono, hichi ni dhambi, hichi ni dhambi. Kuna mama wangu mdogo wa familia ambao pia amepokea wokovu mwaka huu tu, bado angaliki na anajitahidi, Bwana angaliki anamrekebisha kwa vitu vingi. Bwana alikujaga kumfunulia mavazi ambayo anapaswa kuvaa, yanapaswa kuwa ya rangi ipi. Bwana kumuoneshaga rangi nyeusi. Amen. Na Bwana uwezo kaniona hapa na kuvalia kitambaa kieusi. Sio kwamba kuvaa nguo nyeusi tanipeleka motoni. Lakini napenda kutofautisha nuru na giza. Rangi nyeusi inamaanisha ulimwengu wa giza. Haleluya. Na rangi nyekundu ni alama ya vita. Na rangi nyeupe ni utakatifu. Rangi za mzambarau zote na ni rangi za utukufu. Zina maana yake pia. Rangi ya nini tunaweza kusema orange, nazo ni rangi za utukufu. Kuna rangi ya maua hii ya wanaita pink. Pink mkiswahili sijuagi kuiita. Pink inamaanisha maua. Sasa ndo rangi zao. Sasa hivyo lakini unaweza kuona na uliweka rangi lweusi au unavaa gauni nyekundu. Kwa sababu hiyo inakuwa inamaanisha kwenye vita. Maana huwa sivai pia hata gauni nyekundu. Hii sio nyekundu sana kivile, ndio maana sometimes wanaiva, sometimes sio sana. Haleluya. Sasa Bwana akaanza kumuonesha huyo mamangu mdogo, alimuoneshaga mavazi ya rangi za utukufu na akamuonesha na vitambaa vya rangi hiyo moja. Hata mimi kila siwezi hata navaga manguo ya maua, manguo ya mistari, lakini siwezi kavaa manguo ya masaini za kuzimu. Hiyo ndio kosa mtakatifu wa Mungu. Mwanamke anayemcha Mungu kuvaa manguo za masaini ambazo zimechorwa minyama, majina ambao uelewi, vitu vya ajabu ajabu. Lakini unaweza ukavaa vazi ambalo linaandikwa tu mistari kawaida au maua ya kawaida, sio ile maua ile ya yoga ile au zile masimbo zile za India na za Korea, masimbo hizo za China, za makorwani kwenye nguo lako, hapana. So unavaga vazi ambao unakuta mwenyewe unaiona liko clear. Bwana akaanza kumuonesha huyu mamangu mdogo manguo ya rangi moja, kitambaa cha rangi moja, na hakukuwa kitambaa keusi. Bwana alikuwa anamkataza vitambaa vyeusi. Sasa na ile maono ambayo dada ambaye niliwahi kuonesha, ambao alifuatilia ushuhuda, kuna dada ambaye niliwahi kumuonesha, ambaye tulikuwa tunaenda live mara moja tunachangia neno la Bwana. Bwana naye aliwahi kumuonesha sio vizuri wanawake kulala vitambaa vyeusi. Haikuagi sawa. Sasa hii ni elimu ya watu ambao wana elimu au ufahamu wa neno la Mungu. Lakini kama wewe bado mchanga kiroho hauwezi ukaelewa. So Bwana akaanza kumuonesha hivyo. Vitambaa vyeupe. Sasa alikuwa gani akachukua kimoja kitambaa cha maua, Bwana akasema hapana. Kitambaa cha rangi hiyo moja. Ambavyo yeye Bwana kisa alivyomuonesha. Amen. Na mavazi ya rangi hiyo moja, za rangi tofauti. Marangi tofauti. Ndio ambao Roho wa Bwana alimleteaga. Amen. Hawa anavaa hizo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa hawa wanawake ambao wamekataa injili ya kweli, hatutachoka kuambia ukweli japokuwa mtaendelea kupinga. Hatutachoka kusema kweli, maana ni wito tulioitwa kuisema kweli yote ya Mungu. Amen. Kuisema kweli yote ya Mungu. Kama kweli umeitwa na Bwana, kama kweli umeokoka, ni lazima Mungu atakuonya katika mapambo yako. Bwana hawezi kaacha ukae miaka 20 kwenye kanisa eti akose kukufunulia mapambo ni dhambi.
hicho kitu sidhani kama kinawezekana. Na kama unataka kufunulia, lazima atafunulia mtoto wako au ndugu yako au rafiki yako au mtu wa karibu, au kwenye mtandao utawatch video na utasikia ukionywa juu ya mapambo yako ambayo umegangania, ambayo umekataa kuacha. Lakini kuna andiko pia ambayo inaonyesha kwa nini hawa wanawake ni vigumu kwao wao kuacha hiyo mapambo. Haleluya. Oh, Yesu Kristo atusaidie sana jamani, ndugu zangu. Bwana Yesu atuonee huruma. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Mwisho wa hiyo kugangania kwako hizo makeup ni njia za mauti. Hakuna mwanamke mva makeup ambaye atakayeingia katika ufalme wa Mungu wetu Yesu Kristo aliye hai. Ukisoma Isaya sura yake ya 3 na mstari wa 16 inasema, sikia sasa kiburi chao wanawake, dada ambao nagangania makeup. Hivyo ndio gisi vilivyokuwa mabinti Sayuni. Waliweka kiburi, wakaweka shingo zao kuwa ngumu, kukosa kusikia maonyo, wakakataa kusikia manabii, wakapinga manabii ya Isaya. Maana wengi leo wanapinga manabii, wanakataa sauti ya Mungu, wanasema ni pepo, na kati ni roho wa Bwana na waonya. Bwana anasema hivi, Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaa na kuliza njunga kwa miguu yao. So ni vile vimabangili vile vya miguuni, unakuta unaambia jamani, yeye mabangili atawapeleka motoni. Wana shingo zao ndefu wamezinyoosha za viburi, wanatembea kwa kiburi, kwa mafiere, tunasema Kiswahili cha Kongo. Wanatembea mwenendo wa kujiona, kujidai. Mikono inahesabiwa, na kuna wale wanatembeaga vidole viko hivi. Simeshawahi kukutana nao, unakuta mtu anatembea iko hivi. Unasema nini? Yaani unakuta vidole tu vyenyewe vinamuonesha ni mtu amejawa kiburi. Sasa mara nyingi hawa wanawake wanaogangania mapambo wana shingo ngumu, wametawaliwa na viburi, mioyo yao ni migumu. Ndio maana sio rahisi wao kupokea kwa uharaka injili ya kweli inaowakemea kuhusu mapambo yao. Sio rahisi wao kupokea hata umsomee maandiko. Mimi kuna dada ambaye tunatumikaga naye kazi, nishaga mtumia maandiko yote ambayo inaongelea kuhusu mapambo ni dhambi, lakini bado utamkuta tena kesho kwa msuruali tena ya kubana, tena amekuja na valia na vimawigi. Kwanza alikuwa anafanya akisuka rasta, anasikia kichwa kuuma, hawezi lala. Hiyo siku atahumwa mpaka anabomoa. Aliumwa kitu cha wiki nzima, iko anaumwa kichwa juu ya kusuka rasta, lakini akomagi. Akaona vigisi rasta kusuka inamsumbua, akaanza kuvaa zile rasta ambazo tayari kumekuja rasta zingine ambazo zimeshonwa, ni kikofia unavaa utafikiria umesukwa, kumbe ni kofia. Ndio anazaga vaa. Yaani ariziki tu na vile Bwana alivyompiga. Ni kama vile Farao alivyopigwa kwa mapigo 10, lakini alikuwa bado amegangania tu afuatilie wana wa Israeli. Hivyo ndivyo vilivyo hawa watu wanawake ambao wanajiita eti wameokoka, lakini bado hawajaacha mapambo. Wana shingo ngumu. Kila kitu kimeandikwa ndugu zangu. Na maana tuendelee kuwaombea. Haleluya. Tuendelee kuwaombea. Tusikate tamaa. Tusikate tamaa. Maana wengi wao wamejidanganya kwa maana wanajua neno, na kuna wengine wakisoma neno na wakikutafsiria utasema wow. Utasema wow. Na wengine ni wanyenyekevu, wapole, wenye roho nzuri ambao wanajua kupana, wanajua kutoa, wanajua kusaidia watu, wanafungia wengine. Ukisikia mazungumzo yao utasema kweli huyu dada ameokoka, kasoro ni mapambo tu. Lakini Bwana haonagi hicho ambacho sisi tunaonaga kusema kimwili eti ona gisa anavyosaidia wajane, ona gisa alivyo mnyenyekevu. Bwana anaona huyu dada ana shingo ngumu. Ana moyo wa kiburi ndani. Ana moyo wa tamaa. Hapendi kusikia.
Haijalishi unamwona anasaidia wangapi, haijalishi anapigaga watu magoti anapotaka kuwapa maji, ni mkaribishaji, anajua kulea watu, still roho wa Bwana huwa anaona ndani mwake muna kiburi. Haleluya. Unyenyekevu ni kuyatii maneno yote ya Mungu. Ukitii ya moja na mengine umeyakataa, bado Mungu anakuonaga una moyo wa kiburi na shingo yako ni ngumu. Haleluya. Lazima mwanamke unapokwetu unajipamba, kiburi kitakuvaa. Unakutaka uko tu hivi, na wale ambao wanaikaga tu hivi makope za kuongeza. Rizika na kope zako, rizika na nyuso zako, rizika na pua yako, rizika na midomo ambayo Mungu amekupa. Haleluya. Rizika na kila ambacho Roho wa Bwana amekupa. Mungu amekuumba, ameona umependeza. Sio vizuri kujibadilisha. Wanawake hatutachoka kusema haya maneno kwa sababu tunawapenda. Tunataka injili ya kweli wafikie. Bwana anasema mna shingo ngumu, mioyo yenu ina viburi. Haleluya. Na ndio maana mnakataa injili ya kweli, ni kiburi cha uzima. Lakini uchunguze wakati umekuwa mautiuti unakuaga aje. Kuna dada moja msema Lingala, anaitwa Madame Elombe, amefariki tu kama ni wiki 2 zilizopita. Wakati wake wa uhai alikuwa ni mwalimu, anasomesha watoto, mapambo sana nini, lakini wakati wake wa ugonjwa alisahau makeup, alisahau vyote. Haleluya. Alisahau kila kitu. Na wewe leo umeweka shingo yako kuwa ngumu kwa sababu tu unaoneshwaga vitu, kwa sababu unajua neno, kwa sababu tu unaendaga kanisani unatoaga sadaka. Lakini siku utakuwa mautiuti, unaanza kuwekewa maserumu ndani ya mwili wako, utasahau hivi vipodozi. Ni kitu cha kwanza ambao utaanza kukichukia, kuona kama ni kinyaa. Utaanza kuona mapambo ni uchafu. Sasa hivi unaona mapambo ni raha. Unakaa masaa 2 ukijipodoa, masaa 3, lakini saa 1 kumpa Mungu uombe unashindwa. Ni vigumu sana mwanamke wa kujipamba ajimimine kwa Bwana, kwa sababu anajua atachafuka. Ile makeup itavurugana usoni, ataonekana kichaa. Maana kutaka hata kuomba kwao wanaomba ya utaratibu. Hawezi wakajigalagaza, hawezi wakaumimia, hawezi wakajitupa au kumwabudu Bwana, kwa sababu wanajua makeup itawachafua, maana makeup ni uchafu. Lakini kwa mtu ambaye ajipambaki, iko tayari kujimimina kulia kwa Bwana, kwa sababu anajua kuna kitu chochote ambacho kitamchafua uso wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Nami ninakusii kwa jina la Yesu Kristo, soma Timotheo wa kwanza 2:9. Uone gisi wanawake wakali walivyojipamba kwa mavazi ya kujistiri, sio kwa kusuka nywele wala kuvalia mavazi ya samani au lulu, bali walikuwa wamejawa Roho Mtakatifu, wakinyenyekea, walikuwa watiifu, wapole, wenye kiasi, wenye kumcha Bwana. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Unani wewe ambao unapenda kumsaisha Mungu kila siku? Baba, umesahau kuniongezea ungeniweka nyuso nyeusi, ungenitoboa pua. Ni wewe ni nani upingane na Mungu aliyekuumba? Inabidi kwanza ujiulize, hivi mimi ni nani kupingana kumsaisha uombaji wa Mungu kila siku itwapo leo? Haleluya. Bwana anafunua, anaendelea kuona kiburi chenu nacho kimemchukiza. Namjua Bwana. Ninamjua Bwana. Usijione eti wewe kwa sababu umeacha makeup ndio utaingia mbinguni na miguu. Ndio kauli zao. Mulisikia mtu gani ambaye aliwahi kuingia mbinguni na miguu? Kwa sababu kauli zenu tu zenyewe zinawastaki kuona gisi gani uovu ulimo ndani ya mioyo yenu. Eti hao wavaa vitambaa na makanzu hao wanajionaga wao ndio wataingia mbinguni na miguu. Kauli zenu tu zinawashtaki mbele za Bwana kuona gisi gani hamjui hata neno la Mungu. Haleluya. Masuruali yenu ya kubana ambao unaingia nao kanisani itawapeleka motoni. Wavaa vitambaa wanajionaga ndio watakatifu sana. Wanajionaga wao ndio wanamcha Mungu sana, wanamjua Mungu. Ndiyo. Haleluya. Maneno yenu tayari yenyewe yanasifia wavaa vitambaa kwamba ni watakatifu. Haleluya. Maneno yenu tu, kauli zenu huwa zinawashikisha. Na ndio maana mnapokwenda kufunga, mnapomlilia Bwana, ni lazima mnakuwa pia na nyinyi mnanyenyekea, kwa sababu mnajua ndio alama ya utakatifu. Mwanamke lazima aoneshe hali ya unyenyekevu. Haleluya.
Soma Warumi pia, na kwa Warumi 9 mstari wake wa 20. Kwanza nitafute hapa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Lazima tufanane Kristo. Tunajiita wa Kristo lakini hatufanani Kristo. Sai. Badilika mwanadamu, asema Bwana majeshi. Ole kwako wewe unajichubua, ole kwako unapingana maneno ya Mungu. Ole kwako unacheka leo. Ole sitra melekaya, unapoonywa juu ya mapambo yako unacheka, unadharau, lakini siku yaja utakumbuka maneno haya. Siku yaja ambayo utalia na kusaga meno mwanadamu. Asema Yesu Kristo aliye hai. Badilika mwanadamu. Haleluya. Asante Yesu Kristo kudhibitisha sauti yako. Sifa na utukufu zikurudilie. Amen. Tunasoma 9 na mstari wake 20, inasema kwamba haleluya. Inasema la sivyo mwanadamu, wewe nani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kinamwambia yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Haleluya. Unaweza kumwambia Mungu, kwa nini umeniumba na hii sura ya hivi? Kwa nini umeniumba bila makeup? Nataka niongezee midomo yangu iwe minene. Nataka makalio yangu yao makubwa. Rizika na gisi ulivyo. Bwana akikuona anafurahia. Usitaki kujiongeza kufanana mtu. Kaa nafasi ambayo uliitwa na Bwana. Tuliumba kwa sura na mfano wa Mungu aliye hai juu mbinguni. Haleluya. Tusipingane, tusiwe na mioyo migumu, mioyo michafu. Tuendelee kumwomba Bwana atufunulie ni wapi atutembee vizuri naye, ili tupate kubadilika siku moja tumlaki Bwana mawinguni. Mama unayevaa suruali ukisema kwamba Mungu anaangalia moyo wako. Bwana akiutazama moyo wako umetawaliwa na mawazo mabaya ya tamaa. Maana sio rahisi wewe mvaa suruali, mama mzima ambao unavaa suruali, sio rahisi moyo wako ukose jeuri, au ukose roho ya kupinzana na wengine wa mama wenzako. Mama unajiita mama de Valere, Bwana auone uvalere wako, anaona kisi gani unavyopotea na anakuita leo ubadilike. Baba, asante kwa neema ya kipekee, na kushukuru kwa haya machache ambao umesema na wana wako hawa. Baba, ukapate kubadilisha wote ambao wamegangania mapambo, ambao wanaenda makanisani lakini hawajahubiriwa kweli. Mungu kapate kuwabadilisha wanawake wote ambao wanasuka, ambao wanajipamba, ambao wanavaa mavazi ya aibu. Ujumbe ukawafikie katika jina la Yesu, na watakaposikia wawashwe masikioni pao wapate kutubu na kukurudi Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kushukuru kwa neema ya kipekee. Amen. Barikiwe na Bwana wetu Yesu Kristo, na mimi Mungu atakubadilisha ukitii maneno ya Bwana, ukikubali kubadilika, ukikubali kumtafuta Bwana kwa kuomba, kwa kusali. Mungu atakubadilisha, maana tunaweza yote katika Mungu wetu Yesu Kristo atutiaye nguvu. Amen. Bwana akubariki. Haleluya.